Naam, bila shaka karibu sana katika sehemu hii nyingine ambapo tunaangazia hotuba ya Rais William Ruto ambayo itakuwa inatolewa baadaye mchana wa leo. Studioni ni naye mwenyekiti wa baraza la National Council of Women Elders ambaye ni Emily Mukomunene, na vile vile ni naye mhadhiri wa chuo kikuu cha Kenyatta hapa jijini Nairobi, Dr. Benjamin Kosgei, ambao tutakuwa tukizungumza nao kuhusiana na matarajio yao kutokana na masuala hayo, lakini nitakuwa nalenga masuala ya moja kwa moja kwao kabla ya kushughulikia masuala mengine. Nianze naye Daktari Emily Mukomunene. Kwenu nyinyi kama wanawake, mnatarajia Rais William Ruto azungumzie nini hasa katika ajenda yake ambayo tutakuja kuzungumzia leo adhuhuri? Kuna mambo kadhaa yenye tungetarajia rais aangazie siku ya leo, kama vile mambo ya hii tunaita gender based violence na security ya women and girl child in general. Hata kama vile tunasema tuko na 2/3 gender rule, bado tukiwa wanawake bado hatujasikia hiyo utamu ama kufurahia hiyo space, kwa sababu hata pale mwanamke mwenye anayefanya vizuri kimaisha kujidumu yeye mwenyewe, bado unapata kuna zile sheria zimewekwa na bado zinanyanyasa wanawake zaidi. Pia wanawake, girl child, watoto wenye wako kwa vyuo, shule za wasichana wanastahili kupewa support, especially kwa mambo ya afya, vile wanaweza kufika hospitalini ama kupewa special huduma wakati wasichana hao wako kwa wakati wa mwezi ama wakati hata kwa masomo, wakati mwingine hawezi kuwa darasani ama kufanya mtihani. Na kama tungeleta sheria zenye zitakuwa friendly kwa sector education, zenye mtoto wa kike ataweza kuangaliwa vyema. Naam, Daktari Benjamin Kosgei, katika sekta yako ya elimu tumeona vyuoni katika mwaka huu kumekuwa na migomo ya wahadhiri. Sijui kama wewe ulikuwa ni mmoja wa wale ulikuwa kwenye migomo ama wewe ulisalia darasani, lakini sekta ya elimu ni moja ya sekta ambazo rais katika hotuba yake mwaka jana hakuipa dakika nyingi. Kama dakika nyingi alizungumza, alikuwa dakika kama 5 tu. Mwaka huu unatarajia aipatie kipaumbele kwa kiwango gani, azungumzie nini kwa kina na atoe mustakabali upi hasa tunapoelekea mbele? Asante Suleiman kwa mwaliko wako. Karibu sana. Matarajio yangu leo katika mazungumzo ya rais upande wa elimu ni kwamba atupatie tumaini. Katika wizara ya elimu atupatie tumaini. Kwanza azungumzie mambo ya walimu wa shule ya msingi JSS. Ashughulikie mambo hayo. Umekuwa na mgomo wa hawa walimu. Aseme bayana. Aseme hawa walimu wataajiriwa permanent ifikapo mwakani, ama atasema tu mambo ambayo alisema juzi. Ya pili, tunatarajia rais ataje mambo ya malipo ya wahadhiri wa chuo kikuu. Juzi tumekuwa katika mgomo na umeuliza kama nilihusika. Nimekuwa pale, nimekuwa kwa mgomo na tulipata mafanikio mengi. Tunaomba rais atekeleze yale ambayo tuliagana, yale ambayo tulisikizana. Jambo lingine ni mambo ya the transition kuingia senior school. Kuna mambo kadhaa ambayo hajaiweka ipasavyo. Kwa sababu kwa mfano miundo mbinu katika shule nyingi nchini Kenya bado iko chini sana. The learning facilities itakuwa namna gani? Mambo ya afya ya walimu wa shule ya msingi na shule ya sekondari, ifikapo Disemba 1 hapo kutakuwa na uhamisho kutoka Minet iende kwa SHA. Lazima rais atueleze bayana itakuwa namna gani. So natarajia rais atupatie hotuba yake ya tumaini katika wizara ya elimu. Ndio. Kabla ya kutupatia tumaini, nadhani katika mwaka uliopita amefanya kwa asilimia ngapi haswa katika sekta hii ya elimu? Kama mwalimu
hakufanya vizuri sana. Hakufanya vizuri sana. Naweza patia alama ya da. Hakufanya vizuri. Kuna mambo mengi sana aliyapuuza. Nikianza na mgomo ya waathiri. Umesema vizuri, alizungumzia jambo hilo kwa dakika 5 tu. Mwaka jana elimu alipa dakika 5 tu katika hotuba yake. Ndio. Na akasema ya kwamba hiyo sizungumzii. Hiyo kuna watu ambao wanashughulikia wizara ya elimu. So hakushughulikia mambo yetu. Jambo la pili, waathiri hawakualikwa katika nyumba kuu pale State House. Wale walimu wa shule ya msingi, shule ya sekondari walialikwa pale na waliweza kutatua mambo yao. Waliweza kuongezewa mishahara, waliweza kupewa vitu mingi, hata bima ya afya. Lakini waathiri hawakushughulikiwa. Hadi wakati tulienda katika mgomo, tukaenda kotini, tukagoma kwa siku takriban 49. Ndipo tukaweza, hata tukaenda katika bunge la taifa, ile kamati ya elimu. Hapo ndipo tuliweza kupata yale ambayo tulipata. So rais hakufanya vizuri. Hakufanya vizuri. Na kwa wewe Emily unampatia alama ngapi kabla niende kwake Kimaku Chege upande wa Kiambu? Kwa mambo ya elimu ama kwa kijumla? Kwa kijumla. Kwa kijumla naweza kusema alikuwa anajitahidi, lakini sijui kuteleza. Ameteleza wapi? Kwa sababu kama vile ile manifesto alipatia hapo hawani, kama angeweza kufuatilia na kufuatilia pia mawaziri wake kuhakikisha kwamba wamefanya kazi kunavyostahili, then tungekuwa tumempatia saizi, angekuwa kwa alama ya C. Na hiyo C unajua ni ile inaingiza hata mtu kwa chuo kikuu. Lakini sasa ile kitu yenye mimi nikiwa mwanamke na nikiwa mwanamke kiongozi, ile kitu yenye inanikera zaidi ni kwamba tulikuwa na matarajio makubwa. Ndio. Kwa sehemu mingi. Unajua kila kitu inakuja. Mwalimu akiumia, mwanamke anaumia. Mgonjwa akiumia, mwanamke anaumia. Mkulima akiumia, mwanamke anaumia. Kwa sababu sehemu zote wanawake wanauzika zaidi. Ndio. Kwa hivyo serikali isipofanya jambo ama ministry wasipofanya vile wanastahili, wakiwa kwa serikali kuu ama kwa county, akina mama ndio wanaumia zaidi. Mzee pale hawezi shughulika, leo hakuna sukari ama hakuna unga ama bei imepanda. Bei ikipanda, yeye kama bajeti yake mshahara yake 15,000 na anajua mwisho wa mwezi anapeana 1,000 ya kuchangia kununua unga, atapeana hiyo 1,000. Hata bei ikiwa imeenda juu itakuwa hiyo hiyo. Akijua uniform na nuanga hivi kila mwaka, sasa watoto wako likizoni, uniform zitahitajika. Yeye anajua budget ya mwisho wa mwaka kutoka kwa mshahara yangu natoa 3,000. Lakini sasa hiyo pale ukienda pale dukani unapata tena uniform imepanda double. Ni kwa nini? Na tunasema mkiwa kwa nyumba pamoja, tuseme tunataka hii chupa ya maji, tugawanye tukiwa hapa watatu. Unasema wewe toa shilingi 50, atoe 50, nitoe 50. Na tuchange, hizo ni zile tax tunatoa. Ndio tununue hii chupa ya maji. Chupa ya maji ikifika hapa, kama mimi ndio kiongozi wenu, mimi nishike hayo maji yote na nikunywe, mkuu mmenitazama. Na ile ilikuwa mfukoni mwenyu, mlichangia hapa ndio tupate nini? Maji. Hiyo maji. Tunatakuwa sana tuangalie mtazamo wetu tukiwa nchi. Ndio kila mmoja wakati analipa ile taksi analipa pale. Ama unaenda kufanya ile kibarua unaenda kufanya pale. Unafanya ukijua itakupatia manufaa wewe mwenyewe na nchi yetu itakuwa inaendelea mbele. Kwa leo na kesho. Asante sana. Niende kule Kiambu nimsikize Kimaku Chege, naye amezungumza na wakazi wa kaunti ile. Je, wana maoni yapi hususan kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo Rais William Ruto atakuwa anatarajiwa kuyazungumza adhuhuri ya leo? Ni siku ambayo ni ya umuhimu hapa katika taifa letu la Kenya, ambapo kwa mara ya 4 tangu Rais Ruto kuchukua ushukani anatarajiwa kuhutubia ama kuzungumza, kutoa hotuba yake katika
bunge la seneti na lile la bunge la kitaifa, na kama Wakenya wengine kote nchini wanatarajia kusikia ni yapi ambayo pengine yatatiliwa mkazo, ni yapi ambayo atapewa kipaumbele. Na vile hapa mji wa Kikuyu wakazi vile wanatarajia kusikia semi zake Rais Ruto. Na bila kupoteza muda nizungumze na mmoja ambaye tumeungana naye. Pengine unieleze ukianzia kwa jina, ni lipi ambalo unatarajia siku ya leo, ama ni semi zipi ambazo unatarajia Rais Ruto atasema siku ya leo? Kwa majina yangu naitwa Kiathe Kionyo kutoka Kikuyu, na tunangojea kwa hamu na gamu hisia za president wetu ambaye atasema machache kuhusu the state of a nation of this year. Na matarajio yetu makubwa ni ya juu ya kwamba bado tuko katika ile shimo ambao tumekuwa ndani yake. Wakenya walikuwa wakitata sana mambo ya capitation, na hili jambo kila mahali wazazi wote wanatata juu ya capitation. Kuanzia mwaka ujao January tumejua ya kwamba watoto wote ambao ni day scholars watazidi kulipa karo more than 20,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ni lazima ajue ya kwamba mashinda ambao wazazi wengi wako nao ni mambo ya shule. Namba ya pili ni kwamba hali ya afya katika wananchi wa Kenya imezidi kudhoofika. Nataka tangaza ya kwamba hii ugonjwa wa saratani ama ugonjwa wa kansa iwe ni national disaster. Manake ugonjwa wa kansa kwa sasa hivi inaua zaidi ya watu wengi zaidi kushinda hata ugonjwa wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo badilisha hii mambo ya system ya SHA, ndio watu waanze kulalamika kwamba mtu akigojeka hata akiingia katika hospitali kama akona bili ya 1 million analipiwa laki 100 peke yake. Tunataka ya kwamba magonjwa kama saratani iwe ni ugonjwa ambao serikali italipia 100%. Kwa sababu ni ugonjwa ambao inaua zaidi. Ukianzia kwa jina, pengine wewe kama wakili, unatarajia ni lipi ambalo rais atazungumzia katika utawala wa kisheria na uwajibikaji hasa wa kisheria? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Julius Njoroge, mkazi wa hapa Kikuyu, na nimeona ya kwamba serikali ya Rais William Ruto inakashifiwa kuzikandamiza haki za kibinadamu, kwamba kuna tetezi ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweza kupoteza maisha yao kwa njia ambazo zisizo halali. Ukiangalia mambo kama ya kuzingatia zile sheria, mambo kama ufisadi inaendelea kutiwa lawama na zile sekta ambazo ama zile organs ambazo zinachunguza mambo ya ufisadi. Nikiangalia mambo ya regional integration, pia hapo kuna tashwishwi, kwa sababu unasikia kila siku wa Kenya wametekwa nyara kule Tanzania, kule nchi jirani kama Uganda. Kuna wale wa Kenya wawili ambao waliweza kutekwa nyara kwa siku zaidi ya mwezi mmoja. Ukiangalia mambo ya uwiano kati ya Kenya na Tanzania bado uko chini, na ningetaka rais azungumzie kuhusu hayo. Ningetaka pia kusikia mambo ya infrastructural development ambayo rais anapea kipaumbele. Kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kukomaa kwa sababu ya ukosefu wa fedha, na hizi pesa tunasikia zinaweza kwenda mifukoni ya watu. Ameweza kukopa pesa mingi sana, zaidi ya trilioni 12, lakini tukiangalia mambo mengi hajaweza kutimizwa. Pengine kama wewe kama mkazi wa hapa Kikuyu, unatarajia nini katika hotuba yake rais siku ya leo? Natarajia ile kitu atasema yale mambo ambayo ametenda, na yeye hajakamilisha atakuja kukamilisha. Pengine ikiwa ni mambo ya gharama ya maisha imekuwa juu, wa masomo, kuna vile vijana ambao alikuwa ameahidi kuna ajira za vijana. Mnaona kama ametekeleza hayo, ama mnatarajia hayo ni mambo ambayo atatilia kipaumbele katika hotuba yake siku ya leo? Hiyo ndio atatilia kipaumbele katika siku ya mbele. Kama watoto kuwapeleka kazi, masomo vile sasa imeenda juu. Hakuna wazazi hata hawana fees, wanafukuzwa shule, hata hao wa universities bado wako na shida. Na mambo tena ya gharama ya maisha, tunatarajia ili at least tuko down kidogo. Na pengine kama wafanyabiashara, mnaona kana kwamba kodi ambazo zinatolewa zinafanyishwa kazi ambayo inastahili, ama kunaendeleaje? Na pengine hilo ni bado swala ambalo ataweka kwa hotuba yake. Hata hiyo anaweza kutilia maanani, kwa sababu hata biashara imekuwa mbaya sana. Unakuta mtu ametokelezea kwa biashara, hata ni kufunga wanafunga, kwa sababu maisha imekuwa iko juu sana.
Ni matarajio ambayo yamebeba uzito wa maisha ya kila Mkenya. Sasa macho yote yakielekezwa kwenye bunge la kitaifa na lile la seneti ifikapo mida ya dhuhuri, ambapo mtukufu Rais Ruto atakuwa anahutubia bunge ili kutoa mustakabali wa taifa. Iwapo hauna la ziada, narudisha kwako studioni kutoka hapa Kikuyu, mji wa Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Jina ni Kimakuchege. Pasha hisia na matarajio ya wakazi wa eneo hilo, hususan tunapoelekea dhuhuri ya leo. Zimesalia saa 1:30 hivi kabla Rais William Ruto kuelekea katika majengo ya bunge kuweza kulihutubia taifa na kulielezea hatua alizopiga. Tumewasikia wageni wetu studioni, lakini kule katika alikotoka Kimakuchege kumejitokeza swala moja adhimu na muhimu, swala la ugonjwa wa saratani. Najua Emily, hili limekuwa swala amekuwa akilizungumzia pakubwa. Je, unamtarajia rais azungumzie nini kuhusiana na saratani, hususan tukifungamanisha na vile SHA inavyofanya kazi? Kwa hakika kama rais angetangaza leo na aseme atangaze ugonjwa wa kansa ni janga la taifa, hiyo ingekuwa imesaidia wananchi wengi zaidi. Na kwa nini unasikia mpaka pale hata Kiambu County nasikia wakisema kansa itangazwe ikuwe ni kama janga la taifa? Ni kwa sababu hata tukisema data information yenye iko kwa mahospitalini haitoshi. Ukiwa wewe umekuwa symptomatic, yani umeonyesha dalili za ugonjwa wa saratani, kitu ya kwanza unapiga hesabu, fulani aliugua na ugonjwa, akaenda hospitali pesa fulani, akauza nyumba, akauza ng'ombe, akaisha, na bado ugonjwa ukutibika. Mimi kweli nitawezana na hilo? Kwa hivyo mtu mwenyewe, mwananchi, anaamua wacha tu siende hospitalini, nitakaa mpaka mahali hiyo ugonjwa itanichukua. Lakini kama huyo ugonjwa ungetangazwa ukiwa janga la taifa, tungekuwa na tunaita cancer screening centers. Unakuwa in every county ama kwa every region. Tuko na zile vifaa na madaktari wale oncologist wenye wanatumwa kila sehemu, wanakuwa pale ili watu waweze kupimwa, ugonjwa ugunduliwe mapema, uweze kutibika, kwa sababu kansa inatiba wakati inagunduliwa mapema. Na wakati pia gharama ya kutibu inakuwa chini. Tunasema in the spirit of universal health care, ili inapewa na World Health Organization. So kama rais angetangaza hiyo, kwa hakika hata mimi mwenyewe ningeita sherehe ya mandazi na matunda, watu washerekee kwanza kwamba tutapunguza wananchi wanaoathirika na ugonjwa wa kansa na familia. Ndio. Daktari, masuala ya afya ni moja ya masuala nyeti sana katika taifa hili. Yanatuathiri mimi, wewe, kila mtu anamuathiri. Hii SHA izungumzie vipi? Manake minong'ono yake ni mingi tu. Kwa sasa hivi mimi nimesikia wale wanaosema SHA inatibu, wapo wanaosema SHA bado. Magavana jana wamesema SHA ina matatizo. Rais izungumzie vipi hii SHA anapokuja kuhutubu leo? Asante sana. SHA ni nzuri. Lakini kwa nini SHA? Ndio. Kwa nini ubadilishe NHIF na uweke SHA na ukatumia bilioni 104 kuweka SHA, kuweka system ya SHA? Kwa nini atungeimarisha NHIF kwa kutumia pesa kiwango cha chini? Ilikuwa inahitaji bilioni 4 kuimarisha NHIF peke yake. Bilioni 4 peke yake? Na tungeokoa bilioni 100. Ndio. Kwa nini tubadilishe? Tukuje swali lako. SHA inafanya, lakini haijafika katika matarajio ya watu. Ya kwanza, SHA inafanya kwa hii kesi ndogo ndogo, lakini ikifika wakati wa saratani inatibu mpaka mahali fulani. Unasikia ya kwamba pesa zako zimeisha. Ndiposa sasa unasikia vile mwenzangu amesema, kuna kuuza nyumba, kuuza shamba. So kwangu natarajia rais aseme ya kwamba kuna hatua ambazo tunaweza chukua ili kuimarisha SHA kwa kutibu saratani. Ya kwanza, kuongeza vifaa.
Naam. ya kwamba vifaa vya kupima saratani isitozwe ushuru, ziletwe tu na hakuna kulipa ushuru. Ya pili, kupunguza gharama, kupunguza gharama ya kutibu, ya matibabu ya saratani. Ya tatu, kuongeza wataalamu, wale wataalamu wa ugonjwa wa saratani. Na cha muhimu sana, elimu kwa umma, kuelimisha umma kuhusu chanzo ama vyanzo vya saratani. So ningeomba rais azungumzie hayo mambo manne katika kutengeleza mambo ya saratani. Mambo ya afya, nikiongezea Suleiman, ni mambo muhimu sana. Afya na elimu ni mambo ambayo natarajia rais azungumzie kwa kina. Lakini ukiona rais wetu ameshughulikia mambo ya miundo mbinu kwa kila kona, kila kaunti ya taifa, lakini mambo ya elimu na mambo ya afya, ambapo kwangu mimi ni miundo ya jamii. It is the real gist, elimu na afya. Lakini rais wetu amezingatia miundo mbinu. Nasikia anajenga barabara ya Rironi Mau Summit. Lakini watu hawajui ya kwamba tutalipia. Nimeona Kusing pale akisema ya kwamba rais ametumia NSSF fund kujenga barabara. Lakini kumbuka kwamba kuna Chinese company hapo in collaboration with the Kenya government, the NSSF. Kwa sababu ni mfumo ambao unatumia PPP, ni kwamba Ndio. Na kila mtu atatozwa shilingi 8 kwa kila kilomita. Ni mapendekezo, lakini bado si hivyo. Kilomita 175 Rironi Mau Summit. Ukifanya hesabu, hiyo inakuja 1,400. So ukipita hiyo barabara tu 1,400. Na nikimsikiza Kusing vizuri, alitoa mfano wa kwamba iwe ni necessity, kwamba mimi nahitaji, wewe unahitaji kwenda kwako Nakuru. Kwa hivyo wewe mwenye kuhitaji kwenda Nakuru kwa haraka, tozo shilingi zako 700 mpaka Nakuru. Labda wewe unahitaji kwenda Mau Summit na unataka haraka 1,400. Lakini kwa nini? Kuna barabara gani tena ingine? Utapitia gani? Hakuna. Ni hapo tu. So wanakuambia kama unataka upitie. Lakini is there alternative route to Mau Summit? Sidhani. Itabidi upite na Hururu, itakuwa ndefu sana. Na utaweka mafuta ya hali ya juu. So lazima tuangalie kwa kina. Wakati rais anasema tunajenga barabara kutoka Rironi Mau Summit, tuangalie kwa ndani. Kuna nini pale? Bila shaka tumeangalia masuala hayo, tumeangalia masuala ya elimu, pia tumeangazia masuala ya barabara na ujenzi. Kipaumbele ni kipi? Afya, maendeleo, kipi akipe kipaumbele? Manake pia muda nao unaanza kuyoyoma. Atakapokuja kutuhutubia tena 2026, itakuwa imebaki miezi 8 kabla ya kwenda kwenye debe. Asante. Pale tulianzia, wakati swali la kwanza uliponiuliza ningempa alama gani? Kuna kitu tunaita kwa kimombo planning. Unasemanga lack of planning ni planning to fail. Kama tungekuwa na plan mzuri, tukiwa wananchi na serikali yetu pia, hiyo plan nayo tuiweke kwa kitu inaitwa bajeti. Na tukiwa na bajeti, tuhakikishe hiyo bajeti pia imeweza kuwa implemented. Then tukiuliza maswali ya elimu ama ya afya, yote inawezekana. Ni kwa nini nasema hivyo? Hakuna kitu chochote serikali inafanya bila kuwa na bajeti yake. Hiyo budget huenda wapi? Hiyo budget hutumiwa na nani? Tuko na budget ya elimu, tuko na budget ya afya, tuko na budget ya ukulima, tuko na budget ya employment. Hiyo budget inaenda wapi?
tukizungumzia tuseme kipaumbele ni gani? Tungesema mambo ya employment. Tukisema mambo ya employment, vijana tunasema wamejaa kwa barabara na mapikipiki. Mpaka saa hizi tunasema pikipiki zimekuwa nonsense. Na tukisema zimekuwa nonsense, kumbuka ni watoto wetu wameajiriwa, wamejiajiri hao wenyewe. Hizo pikipiki zitajaa kwa barabara mpaka wapi? Kwa nini hao vijana hawaendi kwa ukulima? Kwa nini hii mashamba tunasema huko barabara zinajengwa katikati? Tuchukue 100 acres, sehemu tofauti. Tutafute mbinu ya kuweka maji. Tuweke hao vijana hapo ndani, wafanye horticulture. Na kwa sababu pia vijana wako na ujuzi wa mitandao, wafanye online marketing. Wengine wafanye online marketing, wengine wanafanya farming wakiwa na qualified agricultural officers. Nao wafunzwe. Ili tupate employment. Tukipata employment na at the same time agriculture sector imeimprove, mambo ya magonjwa itapungua. Pesa ya wazazi wale wenye tunasema upande wa elimu, mzazi amesomesha mtoto amefika chuo kikuu, akitoka pale hakuna kazi. Umetumia pesa mingi, karibu milioni 1 kulipa chuo kikuu. Mtoto akitoka pale anaenda kufanya kazi yenye nampatia 1,000, 5,000. Hiyo 5,000, 10,000 akitoa ushuru anabaki na kama 3,000 kwa mfuko. Ndio unaona vijana wamepotelea kwa mihadarati. Out of frustration. Unafanya na haupati. Ulienda pale ukijua utatoka upate kazi, haupati kazi. Kwa sababu zote hatuwezi kuajiriwa hapa kazini. Si tukuje na taratibu zenye tutatumia nafasi tulio nayo ili tuweze ku create employment kwa vijana, tukuje na njia za retirement za wazee pia, to reduce stress, depression, na ili pia sehemu ya afya isikuwe overwhelmed by what is happening in the society. Tukizungumzia uongozi, tunazungumzia masuala ya vile ambavyo huduma zinatolewa na serikali. Je, hadi kufikia sasa napokuja kuhutubu baadaye leo, nadhani utoaji wa huduma za serikali zimefikia kwa kiwango gani? Hapo je, tumtathmini hapo, tumweke kwenye ratili utoaji wa huduma ambapo tunazungumzia wizara zake na masuala mbalimbali. Unadhani unapoingia katika ofisi ya umma unapata ile huduma unayohitaji kwa haraka, licha ya kuweka vituo vya huduma center, kuenda kubadilisha kwamba hela zote zilipo kupitia e-Citizen na masuala mengineyo? Bado tuko mbali kabisa. Hapo tungepatia hata F kwa service delivery. Na wakati mwingine anajauliza, tutalaumu wenye wanafanya kazi, wafanyikazi wa umma, ama tutalaumu mikakati iliyowekwa hapo? Kwa sababu tumekuja kwa ofisi kama ya KTN, tumepokewa vizuri, tukapewa escort mpaka hapa. Hapa tumepewa mpaka maji ya kunywa, kwa sababu mnajua hiyo ndio tunahitaji ili tuweze kuparticipate kwa program kama hii. Wakati unaenda kwa ofisi ya serikali, ule pale akiwa karani, anajua jukumu lake ni gani akiwa hapo. Na kama anajua jukumu lake, nini inamzuia asifanye hiyo kazi yeye mwenyewe? Ukiwa umepewa wizara ya elimu, ukiwa minister, umepewa budget, for example, tuseme hata ya milioni 1. Na uambiwe milioni 1 ni ya kusimamia mashule iliyo upande ya Turkana ama Pokot, kununua vitabu, kuhakikisha watoto wenye wako kwa primary wako wamepata kama ndio chakula yenye wanapewa kwa shule. Hiyo milioni 1, mbona tu ni milioni ni 1,100 itatumika, na hiyo ingine 1,900 haijulikani mahali inaenda? Ni kwa nini? Itakuja isemekane hiyo 900,000 hiyo imeenda kutumia kuweka mafuta kwa gari, kulipa wenye wamepeleka hizo service delivery upande hiyo. Ni kwa nini hiyo service delivery isikuwe kwa budget, ili tujue kutoka mahali sehemu fulani kufika pale ni shilingi 50, ni 1,000 ama ni ngapi? Ndio tuweze kusema service delivery inatendeka vile inavyostahili. Kwa nini mgonjwa aende pale hospitali Kenyatta ama hata hospitali za county, ukienda pale unaambiwa kweli ni free service, primary health care ni free, lakini ukienda pale ile care utapewa for free, kwanza utalipa kadi. Alafu uende pale kupimwa, uambiwe pengine lipa 100. Ukilipa 100 tena pale uandikiwe dawa, uende pale kwa chemist, unapata hiyo dawa ni shilingi 500.
Mwenye alikuwa ameenda pale kupata hiyo primary service ya prevention ndio uweza kuzuia ugonjwa kama wa TB usitambae ama kifua una oma ama hiyo nini ama hata nini diarrhea Oma tu hata oma tu upate. Ukienda pale uandikiwe hiyo dawa imefika 500. Utatoa wapi wewe mwenye unauza mboga pale chini? Hiyo ugonjwa itarudi itatambaa. Utarudi tutasema service delivery was not done. Madawa ziko wapi kwa hospitalini? Mbona madawa, gharama ya dawa iko juu zaidi hapa? Mbona serikali isiuzishe au tunaita natural therapist? Tunasema kuna nini au anatibu as natural therapist na madawa iko hapa na vitu ziko hapa, kama vile tulitumia wakati wa COVID-19. Tulikuwa tunaenda pale unaambiwa chukua tangawizi, chukua hii, tengeneza. Mbona tusifanye hiyo awareness pia ndio watu wajue how do we prevent, tuzuie magonjwa ili serikali isikuwa overwhelmed tuseme service delivery is poor. Kwa hakika ukienda pale Kenyatta tunahurumia madaktari. Unapata watu wamejazana hivi, wagonjwa ni wengi hata wajua wataanzia wapi. Na si kile ugonjwa iko na sehemu yake. Utapata wagonjwa wenye wa casualty imejaa wa malaria, wa kifua kikuu, wenye wako na symptoms za saratani, wengine wako na other complications, wote wamewekwa pamoja. Ule nurse pale ataweza kweli kuchaguanisha ajue huyu ndio wako na hii na hii nyingine hapa hivi? Definitely tutalamika tuseme service delivery is low. Mwalimu wako stressed, ataweza kuhudumia wale watoto 100 darasani wenye wanaenda secondary, junior secondary? Hataweza, kwa sababu yeye mwenyewe hata ile malipo yake ni malipo duni yenye hapo akiwa hapo anauliza nyumba nitalipa aje? Bila shaka, wacha tuelekee Nakuru tusikilize kule kwake Benjamin Kosgei nao wanasemaje wakazi wa kule, kabla pia kurudi studioni kumsikia naye ana kauli ipi kuhusiana na utoaji wa huduma za serikali. Naam, kama ulivyosema ni kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia taifa baadaye hii leo katika bunge la kitaifa, na pia ni katika kikao ambacho kitajumuisha maseneta, na ni kwa sababu leo rais anatarajiwa kutoa hotuba ambayo atakuwa akiangazia pengine safari ambayo taifa la Kenya limeweza kupiga kutoka wakati alipochukua usukani. Na hapa nilipo na wakazi wa Nakuru, pengine nichukue maoni ya baadhi yao, watueleze pengine taifa liko kwenye mkondo ambao unafaa ama tuko wapi kwa wakati huu. Saa hii tuko na mkondo ile imeosa, na ni jambo la aibu kusema unaambia wa Kenya maneno inaendelea mzuri na sisi tunachukua maneno imeosa. Tunauliza managing director wa kampuni yetu na yetu wa Kenya, kwa maana sisi ni stakeholders wa kampuni hiyo yetu, pesa yetu ya ushuru inaenda wapi? Ya pili, pesa ya elimu ilikuwa inapatikana, saa hii tunasikia Januari mzazi wote ajipange kulipa shule. Pesa ya shule na imekuwa budgeted to the government, imeenda wapi? Unaenda pahali unaahidi watu mradi inaendelea. Tunajua serikali na rani serikali na kitu inaitwa budget. Hii budget yako juu ya gari unakuaga ofisi saa ngapi kumanage hiyo kitu? Wakati tumeona maandamano ya madaktari wakauzi wakuu wa university wamegoma, umewahi kujiuliza ukajiita mkutano, ni watu wale unaongoza wambaya, ni uongozi wako mbaya au ni wewe mbaya? Matarajio yako pia ni yapi katika hotuba ambayo rais atakuwa akitoa hapo baadaye leo? Kwa majina naitwa Simon Sangale na Sieku, mfanyabiashara Nakuru. Kama mwenzangu ambavyo wamesema, nimeona kwamba ahadi za rais zimekuwa mingi sana. Na sisi tulipomchagua mwaka wa 2022, tulikuwa na matazamio kwamba taifa la Kenya kutakuwa na mabadiliko. Na mimi hakika kama mkazi wa Nakuru nimefurahi kwa sababu wakati ambapo rais aliyekuwa hapo awali Uhuru Kenyatta, hata katika biashara zetu kulikuwa na kitu inaitwa circulation of money. Lakini saa hizi biashara mingi zimefungwa. Pia kuna jambo lingine alisema kwamba atapambana na ufisadi. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hata last year huyu rais wetu William Ruto, he was voted the most corrupt president in the world. Kumaanisha kwamba yeye hawezi ongoza vita dhidi ya ufisadi. Amekuwa na ahadi mingi sana. Na kila siku anapoenda anatoa ahadi. Ameenda kule Ukambani ametoa ahadi, ameenda Western ametoa ahadi, ameenda katika maeneo zingine ametoa ahadi. Sisi tunajua zile ahadi ambazo zilitimika ni zile za Biblia kuanzia Genesis mpaka Revelation zinatimia. Lakini hizo ahadi za rais zimekuwa zile ahadi za hewa. Asante sana, mimi naitwa Assumpta Wagoiwa Muiruri, kiongozi katika Nakuru County
na pia nawania kiti ya Women Representative 2027. Mimi ningesema si lazima president ungekuja kutuhutubia, kwa sababu kila wakati uko juu ya gari. You work very minimal. Your time unatumia kuaddress watu. Saa hii tena unasema tena unataka kutuaddress tuambie nini? Sisi tushazoea ukisimama juu ya gari unatuambia maneno yote. Mimi na kama ni lazima ungetuaddress. Sisi kama wamama ungetuambia umerudisha linda mama. Kwa sababu wamama wanakufa kiorera wakati wa kujifungua. Pia watoto wale wanazaliwa pia the same. Na kama ni lazima ungetuongelesha, lazima ungeaddress Kenya. Tuambie ulifikiria nini kutupilia mbali ama kumaliza masomo ya bure ya day schools. Ulifikiriaje kuhusu mzazi wa yule mtoto ambaye hata hawezi kufika boarding school level? Na nikuulize, ni nini hiyo inakusumbua? Inafanya hata wakati unahutubia wa Kenya ni lazima utukanane. By the way, Mr. President, I want to tell you this one for free. Opposition hawana kazi nyingine baada ya uchaguzi. Opposition automatically becomes ya kucheck the government, ayani oversight. Hiyo ndio kazi ya opposition. Na katika taifa, kama kuna watu wanastahili kupiga siasa, ni watu wa opposition. Na kama kuna watu wanatakana kufanyia Wakenya kazi, it is the government. Sasa wewe umewacha role yako as the government, umeenda kupiga siasa, unapiga watu wa opposition. Opposition is very right. They are doing their work. Actually, we are doing our role to give your government on check na kukuambia uongo imetutosha. Usiende tena kwa bunge kutuambia mauongo. Ile uongo umetuambia imetosha. One term, zawadi yako Raul. Rais William Ruto atakuwa akizungumzia wakati wa kutoa hotuba yake katika kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na pia seneti leo adhuhuri. Na kwa sasa narejesha kwako studioni. Haya, umesikia habari hizo za Nakuru kwa jirani zako Dr. Benjamin Kosgei. Umezungumza kwa ghadhabu kubwa sana na malalamishi mengi zaidi. Sijui ndio hisia ambayo iko ndani yako pia wewe mwenyewe, ama hisia yako kidogo sio ilivyo kama ya wenzako? Asante sana. Nimeona marafiki zangu pale, Simon Nasieku, Asumta. Inakubalika. Mgala muwe na akimpe. Mambo ya service delivery, serikali imejaribu sana. Sio kama hapo awali. Jambo la kwanza ni mambo ya Huduma Center. Huduma Center nchini, takriban kila county ina Huduma Center ili kurahisisha kazi. Si kama awali, si kama hapo awali ambapo watu walikuwa nakuja hapa Nairobi kupata huduma. Jambo la pili ni mambo ya digitali. Mambo mengi yamewekwa katika digitali. Kwa mfano, ukitaka pasipoti sasa unaenda katika cyber katika kijiji chenu hapo na unaweza ukamaliza kila kitu. Unaweza ukalipia kila kitu kupitia kwa e-Citizen. Mambo ya devolution imerahisisha mambo mengi sana. Mambo ya service delivery, ingawaje kuna changamoto, lakini si mengi. Changamoto chache tu, ambapo kuna baadhi ya county ambapo hatuwezi ukapata huduma za serikali. Mahali ambapo hakuna Huduma Center, mahali ambapo network haifiki, upande wa labda Baringo pale ndani, Turkana, Samburu, mambo eneo ambapo network ni shida. Hao ndio tunaweza sema ya kwamba hawezi wakapata ile huduma ya serikali. Lakini kwa kiwango kikubwa sana service delivery imefanya kazi. Imeimarika katika awamu hii ya Rais William Ruto. Jambo lingine, rais amedhibiti mambo ya uchumi.
Ndipo nikasema mgala muwe na haki mpe. Ameweza kudhibiti uchumi kutoka 160 mpaka 129 dola sasa. Jambo lingine ni jambo la kilimo. Kilimo ile kupunguza gharama ya mbolea imesaidia sana ili kusalisha vyakula nchini Kenya. Kuna nyumba ya bei nafuu ambapo amejaribu sana uundaji wa ajira ya vijana, kwenda ng'ambo kufanya kazi, amejaribu. Na jambo lingine ni miundo mbinu, infrastructure, ameweza kujaribu katika awamu ni kurudisha hapo kwenye ajira za ng'ambo, ambao ni swala ambalo limeibua teche humu nchini. Kwa sababu Wakenya wanalalamika kwamba wanadhulumiwa, wananyanyaswa katika mataifa haya. Hii imekuwa biashara ambao ni ya wandani na marafiki wa rais kujifaidi. Naweza kusema ya kwamba ni tetezi tu. Hatuna mpaka New York Times imeandika. Ni tetezi tu kwangu mimi, maoni yangu. Maoni yako. Vijana wengi sana wamepata ajira ng'ambo. Na labda 10% ama 10% tu ndio wanaweza wakaingia katika mambo mengine ya kifamilia. Unapata msichana ameshikana na labda bwana ya boma, ndipo mama anakasirika. So yale mateso si mateso ya kila mtu. So hatuwezi sema ya kwamba wale vijana ambao tumewatuma ng'ambo wafanye kazi wote wameteswa. Ni 1% tu, hata haifiki 10. Tetezi ambazo wanasema ya kwamba familia ya rais wanafanya hiyo kazi, nafikiri ni tetezi finyu sana. Rais anaweza fanya mambo mengine, lakini si mambo ya ajira ya watoto wetu. Sio mambo ya ajira. Na umesema ya kwamba makaratasi ya ng'ambo wanaandika hivyo. Ndio. Lazima waandike. Wangeandika nini? Lazima watafute. Nichukue kauli yako ya mwisho Emily, ili ni kuachilie na uende usikilize hotuba hii. Kwa kauli yako ya mwisho ni ipi? Ningefurahia kama rais angezungumzia mambo ya clean water. Ni mbinu gani tuko nazo kuhakikisha tutakuwa na maji safi nchini, na tukitupilia mbali mambo ya kusema tutachimba boreholes. Kuna wakati mwingi tunakuwa na mvua yenye inanyesha zaidi. Can we have ile tunaita water trappers, ama method ya kufanya nini, ya kutrap hiyo maji ya mvua inakuja zaidi, tunakuwa na underground trapping, ili wakati kuna kiangazi ama hakuna maji, hiyo maji tunaweza kusafishwa na ifanywe piping, ndio tusikuwe na ukosefu wa maji. Na mambo ya energy, electricity, tutafute mbinu ya kutatua hiyo maneno pia. Nairobi, najua Nairobi ni it's a county, but being the capital city, mambo ya ukora imezidi. CCTV cameras zilienda wapi? Mbona inakuwa ngumu sana ukora ukitendeka Nairobi, kunasa wenye wamehusika na hiyo ukora? Inakuwa ni kitu ngumu sana. Tutafanyaje? Asante sana. Nichukue kauli yako ya mwisho daktari. Nimesema kuhusu mafanikio ya rais. Kuna changamoto, haki za binadamu. Kuna wenzetu wawili walishikwa pale Uganda. Ndio. Rais hakutaja jambo lolote. Hajatamka chochote mpaka sasa. Hajatamka chochote hadi sasa. Kuna vijana ambao walitekwa nyara pale Tanzania. Rais hajazungumzia. So changamoto ya serikali yetu ni haki za binadamu. Ndio. Mzigo wa madeni. Kuna deni nyingi. Mapato yetu takriban 70% ya mapato ya nchi yetu inaenda kwa madeni. Gharama ya maisha. Alafu ya mwisho mambo ya rushwa. Hizo ndizo changamoto ambapo ningependa rais azungumzie. Rushwa ataona namna gani? Corruption. Angalia pesa ambazo zinamwagwa pale Mbeere North, Malava. Hizo ni pesa ambazo zingefanya kazi mingi sana. Zinge confirm JSS teachers. Lakini pesa ya kupewa watu ili washawishi wapige kura, kwangu mimi haingekuwa safi.
Asante. Asante sana, nimshukuru sana Daktari Dr. Benjamin Kosgei, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta University, na vile vile nimekuwa naye Emily Muko Munene ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Wanawake Wakongwe, kwa Kiingereza National Council of Women Elders. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya ya taifa letu hili la Kenya. Mimi hapo ndio natia kikomo, nampisha mwenzangu Jason Rogers kuanzia mwendo wa saa 7, ambaye pia bado atakuwa naye Daktari Benjamin Kosgei katika mazungumzo hayo, na vile vile kuelekea katika bunge kuzungumza na wanahabari wengineo wakiwemo Daniel Kariuki na Jeff Kirui ambao wako pale, ambao watakuwa wakiwasubiri wabunge na rais kuhudhuria kikao hicho cha kitaifa ambacho kitakuwa kinaandaliwa saa 8 adhuhuri. Naitwa Suleiman Yeri, kwa heri. Welcome to the Art of Living show, where style meets serenity and art. From modern marvels to timeless classics, join us as we explore the charm and the beauty of some of the stunning homes, plus the stories behind them. Behind this, there is so much sleepless nights, so much. If you're building a house to escape a landlady, then you don't need to build a luxurious house. Celebrate the essence of fine living, where we explore the spaces of icons, personalities, celebrities, innovators, and let's discover, explore, and engage. Kwangu ni kuonesha Kenya, pia mimi ni chef mkali. Na mama commitment. Unless kuja uwezi jua. Umebet life savings zenyu zote. Nilikuwa sure bet. Hakika timu. Akanangusha. Umwambie babako achukue hii 200 iwe kama mahari ya kuanzia. Mna Russia leo. Tulikuwa tunaenda Russia lakini hatuwezi kujua status yako. Sema dad, wacha nikuonyeshe Kenya rafiki yangu Vaishali alinifunza. Fundi, unataka mtoto? Behind every headline is a heartbeat. Every story, a pursuit of truth. At The Standard, we go further so you get the facts that matter. And now, we are taking bold journalism to the next level with new membership tiers made just for you. For 25,000 Kenya shillings annually, get the Platinum package. 14,999 Kenya shillings a year gets you the Silver package with uninterrupted access to both the e-paper and website completely ad-free. Emerald at 7,500 shillings with access to the website without intrusive ads. Choose the bold. Get the facts with The Standard. Molfix Moments. Moments of pure love wrapped in comfort, because every smile deserves the best protection. From tiny toes to cozy cuddles, snuggles, and giggles made extra soft. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. This is KTN. Bajo el cielo roto de promesas sin sentido. Where deceit lurks behind every smile, and crimes threatens to tear everything apart. Come out.
But even in the darkest moments, family is the bond that can't be broken. Happy birthday. When the drama is too much to bear, there's always comedy to heal the heart. You should have let me die instead. I don't have money for another funeral. Silly girl. This is more than just a story. It's life. Passion. And redemption. KTN Telenovelas, where every emotion tells a story. Amor.